Huyo anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, naomba uniulizie kwa shekhe neno wakfu maana yake nini? Wakfu ni neno Kiarabu, Kiingereza ni stop. Au qif, simama au stop, kaa hapa. Wakfu maana yake kitu umezuia, kitu watu umezuia. Kuzuia maana yake mara nyingi nakusudia nimejenga nyumba, nimechimba kisima kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio yangu. Watu wangu hawezi kurithi. Na wengine watu naona wanajenga msikiti, hii msikiti umejenga baba yetu sisi tumehusika. Sababu yako ushamjenga kama kwamba Mungu, wewe sasa unahusika nini bibi? Sisi maana mazao hapa, hii tuache tabia hii. Isipokuwa kama mtu amejenga msikiti na watoto wake hao wana elimu kuendesha msikiti hii, au wana ilmu, yani fani, sijui Sheikh Mela, yani fani, yani cheo wanayo kuendesha msikiti, sawa, ataendesha msikiti kama muumini pamoja, lakini sio wao ni wanamiliki. Sasa sio wakfu hii. Yani maana yake kwamba labda tuseme wamesoma, ni vijana wamesoma sheria, wana uwezo wa kuongoza mathalan kuendesha darasa mfano. Ndio. Mfano mimi naona mara nyingi nasema Qur'ani, kijana wangu amefundisha sisi, jina lako liko nani? Isa. Sheikh Isa, Qur'ani sisi mimi muumini na muomba ombi moja tu. Kila mmoja asome Qur'ani kwa tadabbur. Kutadabbur kwa Qur'ani mzingatia, wallahi utaona Qur'ani kama anaongea na sisi. Mfano sisi leo msikiti, madrasa, mambo yetu ya Kiislamu, jamii, tunaona tunatanguliza mtu ambaye hana fani hii kuongoza. Hapa tunaharibu. Mfano msikiti, imamu mkuu mtu fulani, lakini kwa watu wanamzidi ilmu na kila kitu, tangulizeni huyu. Na huyu nitakisema jamani, mimi ushanichagua mimi iwe msikiti mkuu au mwenye hazina katika taasisi, mara vizuri, lakini mimi fani hii siwezi. Huyu jamaa ananizidi mkamba kibaji, na mtangulizi huyu mimi nikaa nyuma yake. Tukumfu mfano moja aya Sayyidina Musa alayhi salam. Tunajua Sayyidina Musa nani? Nabii Allah ambaye katika Qur'ani hakuna nabii ametaja historia yake zaidi kuliko Sayyidina Musa. Mpaka ulama wanasema ametaja zaidi ya sehemu 70 katika Qur'ani. Kila sehemu unamuona Mungu anataja, lakini kwa jumla sigha tofauti, lakini Musa ametajwa sana alayhi salam. Na Sayyidina Musa alayhi salam yuko katika watano ambao ulazm ni yani wamtume watano ambao wana utukufu zaidi. Watume wote Allah kama utukufu kuliko sisi, lakini baina yao wanatofautiana daraja. Tilka rusul fadalna ba'dhum ala ba'd. Mungu anasema wale wa mtume wana utukufu kuliko nyinyi, lakini baina yao wanazidishana na daraja. Allah kaamba daraja. Sasa katika hao watume watano wako wana daraja kubwa, ni watano ni ulul azm, ni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika Allah ametaja katika sura al-Quran. Na bora wao ni tano ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Musa katika hao, na Musa anaitwa Kalimullah, Allah ameongea naye. Lakini sikiliza Musa, wakati Allah anamtuma kwa Firauni, anakubali yeye dosari fulani anayo, asema wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan farsilhu ma'iya. Mola wangu, ingalia ndugu yangu na Harun nabii, ndugu yangu Harun, wakati yeye na Harun ni yeye anamzidi alafu yeye kiongozi, Harun naibu wake, naibu yake au makamu wake, msaidizi wake. Lakini Mungu anamwambia mimi nitaenda kule Mungu, lakini mimi niruhusu mimi nichukue mdogo wangu Harun, yeye ana balagha kuliko mimi, fasaha zaidi hawezi kuongea, mimi sina. Amekubali yeye kibaji hii hana, lakini ndio yake Allah kamba. Sasa sisi Waislamu tunatakiwa kama umeona mtu Allah kamba kibaji hii, ni yeye anagawa Allah kabisa. Dalika fadlullah yutihi man yasha. Si Mungu anasema lirijal nasib maktasabu wal nisaa nasib maktasabna, mش aya wasal Allah min fadlihi. Mwenyezi Allah kutoka fadhila na khairi kutoka Allah Subhanahu. Sasa wewe umeona mtu Allah kamba kibaji, yeye hajapata hivi, Allah anagawa hivi, tangulize. Si maksudi yangu nimeleta hii, ndio wakfu
misikiti wa Allah Taala watu asishirikishe, wataongoza watu wana sifa maalum yanaweza kuongoza msikiti hii kwa ilmu, kama ni mnasibu amesoma ile hisabu, yani mtu anayo ile wataaluma hii, sio mtu ambaye hajui chochote tunamweka kule kwa ajili yeye babake alikuwa imamu au babake amejenga au yeye wakati anajenga msikiti ameshiriki. Watu wengine kwambia watu anajenga msikiti, mimi tumehangaika na tajiri. Sawa, umetajenga kwa tajiri alafu ni yako wewe? Hii nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa tujamani. Alafu nyingine Sheikh, mimi naona wa Tanzania wanafanya yani wanafanya kitu kawaida au dharau, ni kitu kubwa sana. Watahsabunahu haynan wa huwa 'inda Allah 'azim. Msikiti kama anavunja au zulia msikiti imeisha, kila mmoja anachukua kibanda yake anaondoka nayo nyumbani au faili anachukua. Hii ni haram haram haram. Ndio Waislamu, usichukue faili ya msikiti hata kama faili madirisha. Zulia hata zulia kama amechoka, zulia chukua mbeleka msikiti mwingine ambaye hawana zulia. Faili chukua mbeleka msikiti mwingine hawana. Yaani huyu ametoa sadaka hii wakfu atakapata thawabu. Sio wewe kwako wewe mke wako wako unatumia kupata thawabu wala nini. Nia yake ameacha kwa ajili ya Allah ili apate thawabu. Sasa wewe kama msikiti hii bati hii hataki takubadilisha, tupeleke msikiti mwingine kijijini. Watu yani bati kwako unaona wewe imeoza, lakini kule mbele kijijini unaona kama mpya. Wanauhitaji kule ile mtu ametoa hii thawabu yake ache. Sasa wakfu maana kitu umezuia kwa ajili ya Allah Taala, watu wengine yasiingilie kuchukua binafsi, ni haram kabisa. Naam.